الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa kwa kutuwezesha kuifikia siku hii ya leo ambayo tulikuwa tumeitamani muda mrefu sana tangu mwanzo wa maandalizi, heka za hapa na pale, lakini alhamdulillah rabbil alamin siku yetu imefika. Ni jambo la kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mama zangu, dada zangu, mashekhe zangu, siku hii adhim kabisa ambayo imetukusanyisha hapa, lengo kubwa ni kwa ajili ya kupeana elimu ambayo imekuwa ikipewa kipaumbele sana katika dini yetu ya Kiislamu. Uislamu bila elimu hakuna lifanyikalo. Huna utakalolifanya katika Uislamu pasina kuwa na nini? Na elimu. Hivyo tukaonelea basi, kwa sababu fursa zipo za kupeana elimu, basi tuandae hizi warashat, makongamano, mihadhara kwa ajili ya kufanya jambo hilo. Na jambo hili ni katika muendelezo wa kile ambacho tumekianza tangu nyuma, hii mahasinul ummahat, hususan kwa ajili ya kina mama, kina dada, wanawake wote kwa ujumla, kwa ajili ya kupata elimu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo la kwanza kabisa alilofanyiwa kabla ya kukabidhiwa utume, ama wakati anakabidhiwa utume, alifundishwa, alipewa elimu. Hususan tukimwangalia baba yetu Adam alayhi salam, mwanzo kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amemsema katika Qur'an, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, tukamfundisha Adam majina ya vitu vyote, ikiwa na maana ni fani zote unazozifahamu. Vile vile kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naye pia akafundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyokuja katika suratul Alaq, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Hadithi eti aya hizi ama sura hii ni mashuhuri kwetu sote. Pale mtume sallallahu alaihi wasallam, wahyi wa mwanzo kabisa kushuka, alihusiwa kusoma, bimaana kutafuta elimu. Na elimu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam haikutoka kwa watu, bali ilitoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa raisul malaika, ambaye si mwingine ni Jibril alayhi salatu wassalam, kuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naye akakazia pale alipozungumza na kusema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimi, kutafuta elimu ni bora, ni jambo adhimu kabisa kwa kila Muislamu, awe wa kike awe wa kiume. Hivyo basi tukaonelea hatuna budi na sisi kukusanya ama kufanya makusanyo, mihadharat, warshat
semina, makongamano mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu hiyo. Tukiangalia miongoni mwa kauli ama hadithi za masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa wanawake wa kisalaf waliotangulia wakimfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili awafundishe. Walikwenda kulalamika kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi hii ni mashuhur ambayo ameipokea Abi Sa'id al-Khudri. Anasema qalatin nisa lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walisema wanawake kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ghalabana alayka ar-rijal, hawa wanaume masahaba zako hawa sisi wametushinda na wanatushinda kila kukicha. Faj'al lana yawman min nafsik, basi tunaomba ujaalie basi siku moja na sisi tupate walau kukaa na wewe ukatueleza mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, utufundishe na sisi tupate kujua. Kwa sababu tunaona wanaume wanakwenda jihad, wao wanalea mayatima, kila khairati ni wanaume, sisi tuna nini? Basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa'adahunna yawman laqiyahunna fihi, akawaandalia siku moja ambayo alikutana nao, wakakaa kama hivi tulivyokaa hapa. Kisha fawaadhahunna, akawapa mawaidha, akawaeleza mambo ya Kiislamu, akawafundisha na kuwatanabahisha ni yapi ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakikana kuyafanya. Wa amarahun, kisha akawaamrisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake, na akawakataza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza wanawake kuyafanya. Fakana fima qala lahun, na miongoni mwa mambo ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaeleza wakina mama wale, akasema ma minkunna mra'atan, yeyote kati yenu, hakuna mwanamke yeyote kati yenu ambaye tuqaddimu thalathatan min waladiha, ambaye atazika watoto wake watatu, ikiwa na maana watoto wake watatu wamekwisha kufa. Alijaaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala watoto watatu, kisha watoto wale wakafariki, akawazika. Illa kana laha hijaban minan nar, isipokuwa wale watoto watakuwa ni kinga yake na moto wa Jahannam. Hawa watoto hawa watakuwaje ni kinga na moto wa Jahannam kwako wewe mzazi? Ni pale ambapo utakuwa umewalea katika malezi mazuri, utakuwa umewapitisha katika misingi ya Kiislamu, umewapa malezi yaliyokuwa bora, wamekufa hali ya kuwa wapo katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekufa hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia. Hapo ndo itakuwa kwako wewe, watakuwa ni kinga kwako wewe na moto wa Jahannam. Lakini ukashindwa kuwalea watoto hao, basi itageuka, itakuwa ni kinyume chake. Wao ndo watakaoanza kukupeleka wewe motoni, maana watakushtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaum al-qiyama, kwamba yeye Allah, huyu mimi hakunifundisha, mimi huyu hakunipa elimu, mimi huyu hakunipeleka madrasa, mimi huyu hakunifundisha kuswali, hakunifundisha kufunga, hakunifundisha kadha wa kadha, kila kitu. Sasa ukimlea mtoto wako katika malezi yaliyokuwa mazuri, ukamfundisha
akabaki katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtoto yule atakuwa ni faida kwako wewe siku ya kiyama, bimaana atakuwa ni kizuio chako wewe kuingia katika moto wa jahannam. Lakini pakaulizwa swali, mtume hapo umetaja watatu. Faqalat imra'at, akasema mwanamke mmoja kumuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wathnataini, je nikiwa na wawili? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faqala, akasema wathnataini, hata wakiwa wawili. Ikiwa na maana kwamba yeye alitaja watatu, lakini hata wawili ukawalea katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafa hali yakuwa wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi watakuwa ni kizuizi kwako wewe siku ya kiyama. Kwa hiyo mama zangu, dada zangu, haya yote tunayoyafanya ni kwa ajili ya kukamilisha ama kuendeleza ule muendelezo ambao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiufanya tangu huko nyuma. Kwa sababu tunaambiwa al-ulamau warathatul anbiya, maulama ni warithi wa nini? Wa mitume. Sasa mashehe zetu lazima tuwatumie, kwa sababu wamechukua ile kazi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kulingania na kuwaelekeza watu katika kheri na kuwakataza watu wasiingie katika maasi na shari. Ama hili jambo ambalo tunalifanya kwa kumalizia, ndugu zangu katika iman, ni miongoni mwa yale ambayo tumeanza tangu huko nyuma kama nilivyosema awali. Na jambo hili ni jambo ambalo linahusisha elimu. Na elimu sio elimu ya dini tu, kwa sababu tunataraji hapo mbeleni insha Allah patakuwa na darsa tofauti tofauti, kuwa na darsa za ujasiriamali. Wakina mama wa Kiislamu wapate mafunzo, wapate kujifundisha mafunzo mbalimbali, ufundi wa cherehani, kupamba, hiyo ni nini, maharusi, nyinyi mnafahamu wenyewe, kila kitu, mazingira, elimu ya mazingira, elimu ya malezi, tutawaleaje watoto wetu wabaki katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya yote ni muendelezo katika kile ambacho tumekianza tangu tupo Dar es Salaam pamoja na Morogoro. Kwa hiyo tunaendelea, na insha Allah mtuombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala atujalie liwe ni lenye kuendelea jambo hili na tusiishie hapa. Bimaana nyinyi ndio mtakaokuwa na nafasi kubwa sana ya kulikamilisha hili jambo likawa ni endelevu. Pasina ya nyinyi hata tukaandaa makongamano 100, lakini msipotokea patakuwa hakuna faida yoyote. Sawa? Na tunatarajia insha Allah, Allah akijalia makongamano haya tukayafanya kwa kanda zote za Tanzania. Sawa? Tunatarajia hivyo. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, nilitaka niweke brief hiyo ili tuweze kuelewana kwamba kile tunachokifanya hapa ni miongoni mwa yale ambayo alikuwa akiyafanya nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mimi nisipoteze muda, maadamu tulitaraji kuanza tangu saa 2:30 takriban saa 3, lakini sasa hivi ni saa 4:30 na mashehe hapa wapo, ni mashehe zangu hawa, walimu wangu, nisije nikawamalizia muda nikawa mtomvu wa adabu. Kwa hiyo muda huu ambao umebaki, basi kwa nafasi hii nitumie kuweza kuwashukuru sana kufika, na tutaendelea kuwashukuru sana, na ambao wanaendelea kuja basi waje, kwa sababu bado muda upo. Na kwa sasa hivi niweze kumrejeshea maiki hii mwenyekiti wetu wa masjid hapa Muhajirini, Sheikh Rashid, ili aweze kuendelea na ratiba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.